safari ya takriban saa 3 mpaka hapa, mpaka anafika eneo hili, na nadhani muda huu safari itakuwa ni moja kwa moja kuelekea Dodoma. Samia Suluhu Hassan station. Pardon? So we started with Magufuli station, then Jakaya Kikwete station. This is Samia Suluhu Hassan station. Okay, cool. It is named after the president's name. Oh, nice. Yes. So we can take that. Anaendelea kupewa maelekezo ya eneo hili, lakini pia kituo hiki na mwenyeji wake ambaye ni katibu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. 3 years old. Yeah? Yeah. Since we opened. It's crazy because the perception in Africa and Tanzania, you wouldn't expect to see a station like this, of this quality, you know? Yeah, sure. But the reality is different. Yeah, sure. We are doing it all the way for over 2,000 kilometers of our train services. Na muda tunakaribia kutoka kwenye kituo hiki cha SGR hapa Dodoma, na bado yuko na mwenyeji wake Gelson Msigwa ambaye ni katibu wa wizara husika. Big centers to almost 7 stations before arriving Mwanza. Yes. But as I told you, it will start from Dar es Salaam to Mwanza, then from Tabora to Kigoma, connecting to Burundi. Okay. Burundi is another East African country. So I think you can just share well, share, then go to the car, okay? Naam, hapa nje ni mapokezi ya Rio Ferdinand yakipokelewa na wakazi mbalimbali wa Dodoma, na kama ambavyo unaona kuna ngoma. This is from the schools. Na baadhi ya wanafunzi wakimpokea Rio Ferdinand hapa Dodoma. Kutokana na wingi wa watu hapa, unasikia wakiendelea kumshangilia. Wanaendelea kushangilia wakipokea nyota wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand baada ya kuwasili hapa Dodoma. Na wakati anazungumza na Gelson Msigwa, alikuwa anazungumza kwamba perception ya watu wengi wanachokifahamu Ulaya na alichokutana nacho hapa ni vitu viwili tofauti, akigusia kwamba maendeleo na vile vitu wanavyoviona ni tofauti na ambavyo wengi wanajuzwa ama wanafahamu ama pengine wengi wanavyodhani kuhusiana na bara la Afrika lilivyo kule barani Ulaya. Na haya ni mapokezi hapa. Ngoma za asili za wenyeji asili wa jiji hili la Dodoma, ambao ni sehemu ya wale waliopo kwenye mapokezi ya Rio Ferdinand, nyota zamani wa Manchester United. Alikuwa mlinzi wa kati akitumikia Manchester United kwa mafanikio makubwa. Nadhani ile golden generation ya Manchester United ilishia kwenye kizazi chao mpaka miaka 2008 pale kwenda mpaka 13, lakini baada ya hapo Manchester wakati huo na sasa jaribu kuangalia hazilingani sana, lakini hata England pia, kwa sababu alikuwa anatumikia timu ya taifa ya England akicheza kama mlinzi wa kati, mafanikio ni tofauti na ilivyo hivi sasa. Na amegusia pia finali za kombe la dunia akiwa anajisubiri kwa hamu, na ni miongoni mwa maeneo ambayo pasina shaka yamekuwa yakizungumzwa na wengi duniani. Ni miongoni mwa ambao wamezungumza kuhusiana na hilo, na hapa anaendelea kufuatilia kwa ukaribu akijaribu kupata kumbukumbu ya kile ambacho kinaendelea hapa Dodoma, akiwa amepokelewa na wakazi wa jiji hili ambao pia ni waimbaji wa nyimbo za asili za wenyeji asili wa jiji la Dodoma kwa upande wa makabila tofauti tofauti yanayopatikana kwenye eneo hili. Alikuwa na saini mipira na baadhi ya zawadi ambazo wakazi wa Dodoma wamekuja nazo, akiwa watoto wamekuja na mipira, jezi mbalimbali ambazo wengi wanatamani kuona akizisaini ama akiachia autograph, mambo ambayo yanafanyika sana kwa nchi za wenzetu. Kwa Afrika si sana, lakini muda huu ameshaona kile ambacho kinaendelea kwenye ngoma ambazo zimekuja kumpokea hapa, na pasina shaka muda huu sasa anajiongea taratibu kuondoka kwenye maeneo haya ya
hapa kwenye ofisi za SGR ama kituo hichi cha SGR hapa Dodoma. Yote ni kuelekea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo ataenda pale hii leo, lakini pia baada ya hapo ataelekea Arusha ambapo atatembelea moja kati ya viwanja ambavyo vitatumika kwenye AFCON, ikiwa ni pamoja pia na kutembelea hifadhi ya Serengeti, moja kati ya hifadhi bora barani Afrika, lakini pia duniani kwa ujumla, ikichukua tuzo mfululizo za destination bora ya utalii duniani. Ni miongoni mwa ndoto za walio wengi kutoka barani Ulaya kufika hifadhi ya taifa ya Serengeti, na Cornelio Ferdinand anakwenda pia kuweka rekodi hiyo. Katika mazungumzo yake hajawahi kufika Tanzania, hii ni mara yake ya kwanza. Kwa hivyo mbali na kuwa amekuja kama miongoni mwa wadau wakubwa wa michezo hasa mpira wa miguu, lakini pia anapata fursa ya kutembelea moja kati ya maeneo ambayo ni kumbukumbu nzito kwake na kwa wale ambao wameambatana nao kwenye safari hii kuelekea kwenye kile ambacho kinatazamwa ama kuzungumzwa na walio wengi kwenye masuala ya utalii duniani. Naam, muda huu ni leteni mic zenu dakika moja, 1 minute. Sawa. Leteni mic zenu 1 minute. 1 minute. Leteni mic zenu 1 minute. Kama ni kupanda kwenye kidogo. Sasa mbona wanambana? Chap. Okay. Simamisheni ngoma. Sawa. Simamisheni ngoma. Kile ambacho kinaendelea kwenye ofisi. To all these fans of you who have come to receive you here. Now, firstly, thank you very much. I think it's a wonderful reception. I feel at home in Africa. I feel like this is my home when I come here. I feel very relatable to like my ancestry, and I look here and I have great love for the people here, but I feel that back 100 times more. It's crazy because in my life I've dedicated myself to helping other people, and I'm never truly satisfied with things until other people have been kind of liberated or feel they have an opportunity. And I think the founding members here, the founding president here, I found out yesterday had a similar kind of saying, until the other people, the other countries are liberated, I'll never feel liberated, I will never be free here. So there's so much alignment here, and I think again the morals and of helping people, of freeing people and liberating, giving people hope and dreams that are realistic is something that I want to be able to achieve here. And I think again the meetings that I'm having and will continue to have here are very positive in that sense, and I'm looking to come away with some real positive meetings, but also something that can build towards having a long-lasting legacy here. How was your trip through SGR? You know, today you experienced something different from... Yeah, I mean, on the railway, I said before when we was on there together, I said this feels like I could be anywhere. I could be in Europe in terms of the quality of the railway, the standard, the service, and so it's I think it's a great symbol of if there is real belief, if the leadership believes, if there's investment. The standard of the things that can be put on delivery here in Africa can be the same as the level of anywhere else in the world. But you need that infrastructure, you need that resources, you need that belief from the people that are running the country. Thank you. Enough. Thanks, guys.